Kwa majina naitwa Roslyn Jason Teneshemo. Mimi ni mhitimu wa Masters in Business Administration katika chuo cha Dodoma. Nilihitimu Masters in Business Administration mwaka 2018. Biashara yangu nilianza 2023. Na kwa jina biashara yangu inaitwa It's Me, tunapatikanika Swaswa. Natoa elimu ya afya na pia natoa elimu ya yoyote ambaye anataka kujiunga na tasnia ya utengenezaji wa bidhaa za ngozi. Kwa natoa na punguza changamoto ya ajira pia. Kitu cha kwanza kilichonisukuma mimi kuanzisha biashara ni changamoto ya ngozi mimi mwenyewe nilikuwa naipata tangia nilivamia Dodoma, na pia ukoseji wa elimu ambao mimi mwenyewe nilikuwa sina katika bidhaa tofauti za ngozi ambazo zilikuwa zinahitajika katika uboreshaji wa ngozi yangu, na pia changamoto ya mwanangu kupata wakati nimempata kwenye ishu ya ngozi. Kwa kweli nilipoamua kwenda kusoma Masters in Business Administration ilisaidia kwa wigo mpana kweli. Nilijifunza mambo mengi sana katika handling projects. Biashara unaweza kuichukulia kama project. Kwa hiyo unaangalia vitu zote ambavyo unaweza kuviona na ukajipanga vizuri. Lakini pia imenisaidia katika sehemu ya uhasibu, uwekaji wa mahesabu ya biashara, ambayo kwa mwanzoni before kuingia masters nilikuwa kwa kweli sijaifikiria sana au sijaitilia maanani. Lakini baada ya masters nikaona umuhimu wa kuwa na uandikishaji vizuri wa mahesabu ya biashara yako. Nilikuwa nimeanza tu kutengeneza na kuuza bidhaa zangu kwenye mitandao ya kijamii na nyumbani. Lakini from mwaka jana tulifungua duka letu ambazo tunaendelea pia kupata wateja na kupanua uwigo zaidi na kufanya services zetu kwa ukubwa na upana zaidi kuliko nilivyokuwa vile nyumbani. Tunakutana na watu katika tasnia tofauti, ideas tuna exchange nyingi sana, yani na kuwa challenge ni katika njia ya positive way. Nashukuru kwa nilipata chance ya kukutana na watu, nimejifunza vitu vipya, nimeingia katika programs tofauti ambao naalikwa, naingia, nasoma, naendelea tena kama hivyo panua uwigo wa elimu yangu na ufahamu wangu katika biashara hii. Nimejifunza sana kuwa mvumilivu, kuwa focused, na pia kuwa versatile. Unaweza kuwa unahisi jambo fulani ndio lenyewe, lakini katika njia unapoendelea kupita ukashangaa kitu kingine kimejitokeza, kwa unakuwa uko rahisi kushift from one place to another. Anyway, kwamba unaona hii unavyohama huko ni mafanikio ya kwako na biashara yako. Kuwa focused na kitu unachokitaka, jitambue mwenyewe ni nani na unataka nini katika maisha yako. Ukishajitambua, kipambanie kitu ambacho unakitaka. Yani kifuatilie, hata kama ni kidogo vipi, kifuatilie, uwezi jua kesho kitakupeleka wapi. Kwa upande wa chuo cha Dodoma, nimeweza kushiriki katika functions zao mbili ambao wanainua wajasiriamali. Na sana katika hii program ambao walianzisha nadhani 2023 baada ya convocation ile, wajasiriamali ambao walifanikiwa kuanza biashara zao na pia ni wahitimu wa UDOM, tuliweza kushowcase vitu tofauti. Kwa hiyo hiyo ni one way ya kuencourage kwamba unapotoka pia unaweza ukaanzisha kitu, hata kama hujatoka hapo ukiwepo unaweza kaanzisha kitu pia kikakuletea manufaa katika sehemu fulani katika maisha yako. Hii ni fursa kubwa sana. Mimi kwa kweli imenisaidia sana for the last 2 years ambao nimeparticipate. Nimeweza kupata wateja tofauti ambao wengi wao pia ni wanafunzi wa UDOM. Wengine pia katika ile kukutana na wazazi, mnaongea,
mna share ideas, na mimi pia nimepata connections zingine ambazo ni kubwa tu kupitia hii convocation ya chuo cha UDOM. Kwa hiyo ukipata chance yoyote ya kujiexpose kibiashara, personality development growth, ichukue as long as haikugharimu kitu, yani grab it fast, usiache. Na kwa kutumia hiyo convocation ndo maana hata leo hii inaitwa hapa na kujielezea kwamba ni mmoja wa watu ambao wamenufaika na hiyo expose ya convocation ya chuo cha Dodoma.